Hope uko poa mtazamaji wa Sports Fact TZ, usisahau kulike, kusubscribe ili wa kwanza kupata taarifa mbalimbali za kimichezo kupitia TV hii ya kijanja kabisa. Sasa wakati wekundu wa Msimbazi Simba wakikamilisha mchezo wao dhidi ya Singida Black Stars, na mchezo ambao Simba waliibuka na ushindi wa magoli 2-1 pale uko na uwanja wa Mwigulu Complex mjini Singida, na wakiwa kwenye maandalizi kuelekea kwenye mchezo mwingine utakaochezwa siku ya Jumamosi, nikimaanisha tarehe 14 dhidi ya TRA United kunako uwanja wa Sheikh Amri Abeid pale mjini Arusha. Swali kubwa la mashabiki hivi sasa, huenda wa kila shabiki wa Simba na wengine wanajiuliza yu wapi Jonathan Soa, mshambuliaji wa kikosi cha Simba ambaye alijiunga na Simba kunako dirisha kubwa la usajili la mwaka jana, na ni miongoni mwa wachezaji ambao Simba iliwasajili kutokea kunako klabu ya Singida Black Stars. Insha Jonathan Soa iko hivi, ni miongoni mwa wachezaji ambao Simba iliwarudisha Dar es Salaam wakati wakifanya maandalizi ya kucheza mchezo wao dhidi ya Dodoma Jiji mwezi wa pili. Taarifa zinasema ya kwamba huenda Jonathan Soa pia ni miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa na mawasiliano ya karibu sana na baadhi ya viongozi wa timu nyingine kuelekea kwenye mchezo wao wa dabi ya Kariakoo, mchezo ambao ulimalizika kwa sare ya bila kufungana kwa wekundu wa Msimbazi Simba. Inasemekana kuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa na mawasiliano ya karibu na baadhi ya viongozi wa upande mwingine kuelekea kwenye mchezo huo, na hivyo Simba kuweza kulazimika kumuondoa kwenye kambi ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba iliyokuwa inafanya pia maandalizi kwenda kucheza dabi ya Kariakoo, dabi ambayo ilipigwa Machi mosi pale visiwani Zanzibar. Taarifa zinasema striker huyo aliitwa na bodi ya Simba kuelezea changamoto zake, akakubali na kuomba radhi. Taarifa za kurejeshwa kwa Jonathan Soa zilienea kuanzia Februari 24, ambapo Simba alikuwa jijini Dodoma kwa ajili ya maandalizi ya mchezo dhidi ya Dodoma Jiji, kisha kucheza dhidi ya Yanga, na alirudishwa kwa matatizo ya kinidhamu yaliyojirudia, na mwalimu Steven Becker akaamua kumrejesha jijini Dar es Salaam. Sasa hizi hapa ni miongoni mwa taarifa za ndani zinasema kwamba uongozi wa Simba ulimtaka mchezaji huyo Jonathan Soa kutoa majibu ndani ya siku 3 kufuatia kusimamishwa kwake na kuendelea kuwa nje ya kikosi. Klabu ilihitaji Jonathan Soa kutoa baadhi ya maelezo kama ufikaji kwa kuchelewa kwenye mikutano ya timu mara kadhaa timu inapokuwa imekati kikao chake kwa ajili ya tathmini mbalimbali. Jonathan Soa pia alikuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa wanachelewa sana kufika kwenye mikutano hiyo, lakini kukataa kufanya mazoezi ya ziada, yani top up session, wakati wamesimamishwa yeye Jonathan Soa pamoja na Alassane Kante iliwazimu kuwa wanafanya mazoezi ya ziada, yani top up sessions, ambayo ili kurecover muda wa mazoezi tofauti na wenzao ambao walikuwa wanatumika pia viwanjani. Na kwa mwalimu Steve Becker alikuwa na mazoezi ya ziada kwake yeye Alassane Kante pamoja na mchezaji Abraham Morris na Jonathan Soa, ambao pia kuchelewa mazoezini, akichelewa mazoezini mwalimu akihitaji afanye top up sessions kwa ajili ya kulingana na wenzake masaa waliofanya mazoezi. Miongoni mwa wachezaji ambaye walikuwa hawako tayari kufanya hivyo, lakini kusafiri kwenda Angola akiwa amevaa jezi ya Benfica badala jezi rasmi la club. As we know kwamba wakati Simba wanakwenda kucheza pale Angola na kikosi cha Petro Atletico pale mjini Angola, mchezaji huyu alionekana akiwa amevaa jezi ya Benfica badala ya vazi rasmi la klabu ya Simba, na kujikuta akiingia kwenye matatizo hayo, lakini kufanya faulo za makusudi zinazoweza kupelekea kadi nyekundu, ikiwemo pia kufungiwa kwa utovu wa nidhamu. Hii imekuwa ni matukio ambayo Jonathan Soa pia uongozi wa Simba uliyaona, matukio ya kujirudia ambayo pia yameendelea kuigharimu kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Mpaka sasa inasadikika Jonathan Soa
yupo jijini Dar es Salaam na uongozi wa Simba bado haujaonyesha nia kumrejesha kikosini kwa ajili ya kuendelea na mazoezi mbalimbali. Hasa huenda Jonathan Soa msimu huu pia ukawa ni msimu mbaya kwake na kuendelea kukaa benchi akiwa kwenye klabu ya Simba kutokana na changamoto hiyo ambayo aliweza kukutana nayo pale Msimbazi, ambapo Jonathan Soa anaonekana pia nidhamu yake kuwa chini, jambo ambalo linawapa ugumu ama ukakasi kikosi cha Simba kutokana na mambo mbalimbali ambayo nimekuelezea pale, na inasadikika pia ukaribu wake na viongozi wa upande wa pili ikiwemo viongozi wa Yanga ndio ambao umeendelea kuchochea Jonathan Soa kuendelea kuingia hatarini zaidi. Hebu dondosha maoni yako hapo, tuambie pia kuhusiana na sakata hili. Unafikiri Simba wako sahihi kumsimamisha Jonathan Soa?